Okay guys, leo nataka tuongelee kuhusu ugonjwa wa VVU, virusi vya ukimwi. Nataka tuongelee jinsi gani virusi wa VVU, virusi vya ukimwi wanavamiaje kwenye mwili wako. Nataka nikueleweshe simple, yani kiwepesi kabisa, uelewe jinsi gani virusi wa ukimwi wanavamiaje kwenye seli yako. Wanaanzaje kuvamia kwenye seli yako mpaka wewe unapata madhara au ugonjwa wa virusi vya ukimwi. Kwanza inabidi uelewe kabisa kwamba ukimwi hakuna ugonjwa unaitwa ukimwi. Ukimwi ni dalili, yani ukimwi tunaweza tukasema, ndio maana ugonjwa wenyewe unaitwa VVU, virusi vya ukimwi, sio ukimwi. Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini, yani upungufu wa kinga mwilini. Nadhani tunaelewana. Kwa upungufu wote wa kinga mwilini, seli kinga zako mwilini ambazo zinajilinda dhidi ya magonjwa zikipungua mwilini, ina maana ndo unaitwa nini? Ukimwi. Kwa hiyo sasa ukipata homa yoyote, aidha unaumwa malaria au unaumwa typhoid au unaumwa ugonjwa wote ule ambao unaujua wewe, ina maana kinga zako za mwili zimeshuka, ndio unaitwa ukimwi. Yani ndio tafsiri lugha ya nyepesi ya kisayansi, inaitwa ukimwi, upungufu wa kinga mwilini. Kwa hakuna ugonjwa unaitwa ukimwi. Ugonjwa unaitwa VVU, virusi vya ukimwi. Sasa basi, virusi vya ukimwi vinaingiaje kwenye mwili wako na kuanza kufanya kazi, au vinaingiaje kwenye mwili wako na kuleta madhara? Nataka nikuelekeze uelewe jinsi ambavyo virusi vya ukimwi vinaingia kwenye mwili wako. Virusi vya ukimwi vina stage kama 7 hivi. Yani wale virusi wa ukimwi wana stage, virusi wa ukimwi au virusi vya ukimwi hivyo vina stage kama 7 hivi. Yani inapitia stage 7 ili wewe upate hivyo virusi vya ukimwi. Vinapitia stage kama 7, yani hatua 7 mpaka kuanza kuleta madhara kwenye mwili wako wewe. Sasa haraka, hatua ya kwanza inaitwa binding. Yani virusi vya ukimwi vinapoingia kwenye mwili wako wewe, vinafanya hatua ya kwanza inaitwa binding. Hii binding ni kwamba vile virusi vya ukimwi vinajishikiza kwenye seli yako wewe, ambao ni CD4 seli. Hizo CD4 seli ndio kinga za mwili wako wewe, au white blood cell, au kifupi tunaita CD4 seli. Na maana hizo ndio kinga za mwili wako wewe, body immunity, kinga za mwili wako wewe, CD4. Kwa hatua ya kwanza na hawa inabidi uelewe kwamba hawa virusi wa ukimwi hawaishi kwenye seli yoyote nje ya CD4. Yani seli ambao wenyewe wanaishi ni kwenye CD4 seli, ambao au white blood cell ndio seli ambao wao wana survive, ambao ndio hiyo pia ndio kinga ya mwili wa binadamu. Kwa hatua ya kwanza wanaji attack au wanakaa nje ya seli yako wewe kabla hawajaingia ndani, wanakaa. Hiyo ndio hatua ya kwanza, inaitwa binding. Hatua ya pili inaitwa fusion. Au wanachofanya hawa seli, hatua ya pili wanaangalia namna ya kuingia kwenye ndani. Sasa hatua ya kwanza tumesema wanakaa nje. Kwa hatua ya pili wanaangalia namna ya kuingia, wanatafuta fusion, namna ya kujiingiza, yani achanganyikane na seli yako wewe, seli ya binadamu, achanganyikane na ndani, aingie ndani ya seli yako wewe. Hatua ya kwanza sikakaa nje, hatua ya pili anaingia ndani, anataka aingie ndani ya seli yako wewe, kwenye cell membrane kama unapajua, aingie kwenye cytoplasm pale, aingie kwenye seli yako ndani cytoplasm. Kwa hatua ya pili anaingia kwenye cytoplasm, sio kwenye nuclear cell. Hatua ya pili anaingia kwenye cytoplasm. Lakini huyu seli pia, kitu cha kunoti kingine, huyu HIV virus seli zake sasa, kwa sababu naye ni kiumbe, hamna kiumbe ambaye ana seli, naye pia ni seli, anaingia kama seli, sio? Kwa hiyo seli zake sasa, tofauti ya seli yako wewe na ya kwake yeye, tofauti yake ni kwamba yeye seli yake inakuwa na kitu kinaitwa RNA, wakati seli zako wewe zina kitu kinaitwa DNA. Kwa hiyo sasa akiingia kwenye cytoplasm pale ndani, akishafanya fusion, akiingia kuingia kwenye nuclear, hawezi kuingia kwenye nuclear moja kwa moja, kwa sababu nuclear ina kitu kinaitwa DNA, ambayo yeye hiyo kitu hana huyo mgeni. Na maana vile ni sawa na mgeni anapokuja kwako, hawezi kuingia moja kwa moja kwenda ndani. Ndio sawa na haya magonjwa yanapoingia ndani ya mwili wako, hayawezi moja kwa moja kufanya impact, yani hawezi moja kwa moja kuingia ndani ya mwili wako, lazima yapitie process. Ni sawa na mgeni akija kwako, hawezi kufika mgeni kwako akaanza tu na kupakua chakula akafanya nini, lazima kwanza ajenge mazoea ili ndio apate nafasi ya kufanya vitu vingine ambavyo walikuwa hawezi kuvifanya kipindi anafika. Kwa hiyo na hapa hivyo kwenye magonjwa
huyu mdudu huyu virus anapoingia, ina maana anaingia kama mgeni. Kwa hatua ya kwanza tumesema anajiataki pembeni ya seli, lakini hatua ya pili tumesema anafanya fusion, anaingia ndani. Akishaingia ndani sasa yeye anakuwa kwenye mfumo wa RNA, wakati nuclear target yake ni akaingia kwenye nuclear yako ya binadamu ajichanganye. Yaani kama chumbani kwako sasa. Chumbani mwa seli tuseme ndio nuclear. Sasa yeye mgeni amefika, hawezi kufikia chumbani, lazima afikie sebleni. Kwa hiyo kama vile kwenye cytoplasm na maana anafika kama vile yupo sebleni. Kwa hiyo sasa anataka aingie kwenye nuclear ya seli yako wewe. Anachofanya hatua ya pili tunasema anafanya fission, ndio anakuwa kwenye cytoplasm. Sasa anataka aingie kwenye nini? Kwenye nuclear, ambayo nuclear, kwenye nuclear yako wewe kuna kitu kinaitwa DNA, lakini yeye fomu yake au umbo lake yeye ni RNA. Kwa anachofanya kuna enzymes anatumia. Enzymes inaitwa reverse transcription. Hiyo enzymes anatumia yeye, anaiiba enzymes hiyo, ambayo hiyo enzymes kazi yake reverse transcription, kazi yake ni kubadilisha RNA kwenda kwenye DNA. Kwa anaiiba enzymes, ambayo hiyo enzymes anafanya kazi ya kuiba, ambayo enzymes anaitumia kujibadilisha yeye kutoka kwenye umbo lake la RNA kwenda kwenye DNA. Hatua ya tatu, akishaiba hiyo enzymes, ina maana anajibadilisha. Akishajibadilisha kutoka kwenye RNA kwenda kwenye DNA, sasa anakuwa anafanana na wewe, kwa sababu anakuwa anafanana na wewe. Wewe una RNA lakini wewe una DNA, na yeye muda huo anatoka kwenye RNA anakuwa na nini? Na DNA. Kwa hiyo anakuwa anafanana na wewe. Kwa hata seli yako kutambua kwamba huyu ni mgeni inakuwa ni kazi, najua ni mwenyeji, mnakuwa mnafanana, copyright. Kwa hiyo anachofanya hatua inayofuata ya 4, anaingia sasa ndani ya hatua inaitwa integration. Hatua ya 4 inaitwa integration. Ina maana anaingia sasa ndani ya nuclear, kwenye nuclear seli yako akiwa tayari ameshajibadilisha kama nini? DNA. Ina maana anajichanganya pamoja na seli zako, anajichanganya pamoja na kinga zako wewe za mwili, CD4 yako wewe, seli ya nuclear ya CD4 yako wewe, anajichanganya pale kama na yeye ni kwenye umbo linalofanana, maana anakuwa anafanana, au kitu kigeni inakuwa hakipo. Lakini pia hatua ya 4, hatua ya 5 anafanya replication. Yaani huyu anajimultiply. Hatua ya 5 anajimultiply kwa sababu ameshajichanganya na wewe. Sasa anachofanya anajimultiply, wanakuwa wengi, wanaanza kujizalisha kupitia wanajizalisha kwa namba kubwa sasa, kwa sababu umeshaingia kwenye seli yako wewe, wanaanza kujizalisha kwa namba kubwa sana kupitia seli yako, umeshajichanganya, ina maana wanaanza kujizalisha kwa namba kubwa sana. Hatua ya 6 inaitwa assembling. Hiyo ni stage ambayo inatoka kwenye replication, bado wakishajizalisha. Hatua ya 6 inaitwa reassembling. Hawa reassembling ni katika hatua ya ukuaji, wale wameshajizalisha wamekuwa wengi, sasa wanaanza kukua, ina maana wanakuwa wameshakomaa sasa. Wakisha komaa uzao wao wakisha komaa wao wanafanya nini? Wanapasuka. Yani wakisha komaa wanakaa ni kama vile tuseme ni issue, kama vile ugonjwa ambao ni issue, tuseme kama vile ushaonaga uzao wa vitu fulani, tuseme kama vile ushaonaga, tutolee mfano rahisi, kama umeungua na kitu cha moto, alafu ukaungua na kitu cha moto, alafu kikatunga maji, kile kitu ile sehemu iliyoungua ikatunga maji. Kwa hiyo kitunga maji, na maana ile sehemu huwa zina burst, zinatoa yale maji, baada ya muda ina burst. Ndio jinsi wanavyo virus hao wanavyokuwa, wanajikusanya sehemu moja, wakishakuwa kabisa wakubwa, wakishakuwa machua, kwenye assembling hapa ndio hapa kwenye assembly, na maana ndio wanajimachua, wanakuwa wakubwa. Wakishakuwa kwenye assembling hapa, hatua inayofuata 6, hatua ya 7 ni budding. Budding au HIV virus wanakuwa kwa kupasuka, ndio budding. Kwa hiyo wakishakuwa wakubwa kabisa, wameshakomaa, wamekuwa machua, ina maana kwenye ile seli ambao waliattack na kujizalisha, na maana wanapasuka. Wakishapasuka, na maana wanatawanyika sasa mamilioni, ina maana hapo zinazozaliwa HIV virus ni mamilioni, sio moja, ni millions cells za HIV, millions zinapasuka pup. Zikishapasuka, ina maana zinaenda sehemu nyingine za mwili, zinazidi kuaffect sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo sasa hata dawa hizi ambazo wanatumia wagonjwa ambao wamekuwa tayari wameathirika na huu ugonjwa, kwa hiyo wanatumia kulingana na hatua waliopo, yani hatua ambayo waliopo hawa virus, hatua ambao waliopo hawa virus. Kwa hiyo ukitumia, ina maana ndio maana wanakuambia ukimwi HIV, yani virusi vya ukimwi, ukiwahi
ndani ya masaa 72 kuna possibility ya kupona, kwa sababu ndani ya masaa 72 ina maana huyu HIV virus anakuwa haja undergo, yani anakuwa hajatembea hizo stage zote 7 mpaka kuanza kuleta madhara. Ndani ya masaa 72, yani siku 3, unaweza ukamzuia na akatibika. Anakuwa hajafika hizi stage zote, anakuwa hajazimaliza. Kwa hiyo akishazimaliza hizi stage zote anakuwa ni ngumu, lakini kabla ndani ya masaa 72 anakuwa hajamaliza hizi stage zote, kwa hiyo anaweza kutibika. Unaweza ukazuia stage. Ukizuia stage, tafsiri yake ina maana huyu atashindwa kukua, kwa sababu atakosa malisho, atakosa kujibadilisha, ina maana atakosa chakula, atakufa kwa njaa. Hivyo simple. Leo tuishie hapo, siku nyingine tutapiga story mbali. Chao.